Kwinginepo ni kwamba uchunguzi kuhusu uvamizi kwenye mkahawa wa Chaiwali eneo la Westlands hapa jijini Nairobi unaendelea. Washukiwa watatu wakikamatwa kwa bunduki zikinaswa na maafisa wa upelelezi wa DCI. Washukiwa wengine wanaohusishwa na uhalifu huo wanazidi kusakwa, mwingine mmoja wa kike akidaiwa kufanikiwa kutoroka, huko msako dhidi yake ukiwa unaendelea. Mwaluse Meshak amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Uchunguzi kuhusu tukio la wizi wa kutumia silaha katika mkahawa wa Chaiwali eneo la Westlands unaendelea kushika kasi baada ya maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI kuwakamata washukiwa watatu katika operesheni ya kijasusi iliyotekelezwa eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu. Washukiwa hawa walifuatiliwa hadi katika nyumba waliokuwa wamejificha kabla ya kujaribu kutoroka walipobaini uwepo wa maafisa wa DCI. Kwa mujibu wa polisi, wananchi walitoa taarifa ambazo ziliwezesha maafisa kuwakamata washukiwa hawa. Wakati wa operesheni hii, polisi wamefaulu kunasa bastola 2 zilizokuwa na risasi zinazodaiwa kutumika katika msururu wa matukio ya uhalifu wa kutumia silaha jijini Nairobi na maeneo ya karibu. Uchunguzi wa awali umehusisha washukiwa hawa na wizi uliofanyika Julai 4 katika mkahawa wa Chaiwali, ambapo wateja waliibiwa na washukiwa hawa waliokuwa na silaha kabla ya kutoroka kwa pikipiki. Polisi wanaendelea kumtafuta mshukiwa mmoja mwanamke aliyefanikiwa kutoroka wakati wa operesheni hiyo. Hata hivyo, uchunguzi umechukua mkondo mpya baada ya kubainika kuwa bastola iliyopatikana kutoka kwa mshukiwa aliyeuawa Joska wiki iliyopita ilikuwa imesajiliwa kwa jaji wa mahakama ya rufaa Agri Muchelule Otsiula. Uchunguzi unapoendelea kubaini namna bastola hii ilivyotoweka nyumbani kwa jaji huyu hadi kuishia mikononi mwa washukiwa hawa, maswali yangali mengi kuliko majibu. Iweje bastola ya jaji mwenye hadhi kama huyu itoweke kwenye mazingira ya tatanishi? Kwa nini ilimchukua muda mrefu kubaini kutoweka kwa bastola yake? Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Kazi safi, Mwaluse Meshak.